Nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, naye ndio mwenye haki ya kushukuriwa. Namshukuru kwa wingi wa neema zake anazotuneemesha kila uchao, kila leo, kila dakika. Lakini haswa namshukuru yeye mno kwa kunijalia nami katika mwaka huu wa 1448 2026 kuwa ni miongoni mwa waja wake aliowahitari kuhudhuria hadhara hii tukufu kwa ajili ya kusherehekea, kufurahi, lakini kumtaja, kumtashkhis mtukufu wa daraja kipenzi chake mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika viwanja hivi vya Makadara katika mji huu wa Mombasa. Namshukuru mno kwa kuniingiza katika tarehe ya umri wangu kwamba nami niliwahi kuhudhuria katika usiku huu mtukufu pahala hapa kwa ajili ya jambo hili tukufu. Niongeze hapo kumuomba baada ya shukurani zangu za dhati kwake, basi ajalie mkusanyiko wetu huu uwe ni miongoni mwa ile mikusanyiko itakayokuja kutushuhudia kwa kheri na kuongeza uzito katika nyizani zetu za kheri katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun. Sote kama anavyosema mwenyewe, tuondoke hapa hali ya kuwa ni wenye kusamehewa makosa yetu, tuwe ni wenye kutengenezewa mambo yetu, lakini kila zito liwe katika sura ya wepesi. Lakini pia baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni washukuru kamati ya maandalizi ya jambo hili tukufu, kwanza kwa kulipamba na kuliweka katika sura kama hii ambapo yoyote atakayepita karibu atavutika kutaka kujua nini kinasemwa, nini kinafanywa hapa. Hii ni juhudi mashkur inayotakiwa pia ishukuriwe na ipongezwe. Lakini kikubwa na washukuru mno nami kunialika katika hadhara hii. Ni juzi tu nilikuja kwa ajili ya maulidi yale ambayo wengi sura zao naziona hapa, wazee wangu tulikusanyika pale, lakini pia nikaalikwa katika hadhara hii. Najua hili si kwa lolote, si kwa kipa nilichokuwa nacho hata kidogo, hasa ukizingatia mimi ni katika wale ambao popote wanapokwenda basi maneno ni yale yale, hawana walichokuwa nacho isipokuwa bidhaatu muzjat. Lakini najua ni mapenzi. Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Ni mapenzi. Mwenyezi Mungu awajalie na walipe kila la kheri kwa kunikimbizia nami katika kheri kama hii. Nimalize ukurasa huo kwa kumswalia kipenzi chake mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyur rahma. Nitangulize mapema, nimemsikia MC akisema sasa umefika hasa ule wakati tuliokuwa tukiusubiri. Nimelisikia neno hilo kwamba sasa ndio ule muda tuliokuwa tukiusubiri. Hayo ni mapenzi tu. Nimemwambia habibi hapa sina jipya, kama nilivyosema mara ile, mimi ni sawa na huyo mtu aliopeleka kikasha cha tende eti ni zawadi katika mji wa Madina. Sina chochote. Ilivyo siku zote msafiri akienda ugenini, kinachokusudiwa na kutarajiwa kwa mgeni kwenda kuchukua ili arudishe. Fasafir fa inna fil asfari khamsu fawaid: tafarruju ham wa iktisabi maisha wa ilm wa adab wa suhbatu majid. Maneno aliyosema zamani imamu wetu Muhammad bin Idrisa Shafi rahmatullah alayhi. Msafiri anakuja na mambo matano kutoka huko. Kwanza tafarruju ham,
stressi zake zenda kuisha huko anapokwenda, na sisi tuna mazonge ya kichwa, tumekuja kupunguza zile stress. Waktisabu maisha, na kuchuma maisha, tuje kujifunza namna gani watu hutafuta maisha. Lakini urafiki, elimu, hayo ndo tunakuja kuyataka huko, lakini si kwamba eti sisi tutaleta chochote kipya. Kwa hiyo maneno haya ni ya mapenzi tu, kwamba sasa umefika ule muda ambao ndio sasa tulikuwa tukiusubiri. Muda wenyewe ni huu wa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumemsikia Habib katika hutuba iliyotangulia ambayo tumestafidi mno, ikielezea munasaba wa siku yetu kama hii, na Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Binafsi imeniongezea maarifa sana. Tumeelewa kwamba siku hii ni siku bora kuliko siku yoyote duniani, iliyotajwa na wala isiyotajwa. Hakuna siku inayoshinda siku aliyozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu antibi unsuri, mpaka mwisho sote tunajua. Kwa hiyo siku hii kama alivyosema msemaji wa mwanzo, Mwenyezi Mungu amlipe kheri, ni siku bora. Mimi labda kama ndio nitatamka kitu katika hadhara kubwa kama hii, ni kujaribu kukumbusha, tumesikia siku ni bora. Kwa sababu gani? Fihi ulida nabiyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sharaful makani bil makini, ndani yake amezawa na kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haiwezekani siku kama hii ikawa sawa sawa na siku alozaliwa Walidi Alhadi Umar Kawambwa. Kazaliwa wacha mtaa wa pili, chumba cha pili, watu hawajui kama kuna mtu kazaliwa, hajulikani. Watu wanafanya mambo yao, na kama wezi wanaiba, kama watu mziki wanacheza, lakini mimi ndo nazaliwa huko. Haiwezi kufanana na siku hii ambayo siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaumun tafarrasa fihi alfursu annahum qad undhiru bihululi albu'si, wanatajwa hayo kwamba siku hii anakuja bwana huyu sallallahu alaihi wasallam. Yale mataifa yaliyokuwa hero yenye nguvu wakati ule, hakuna aliyokuwa akiyaweza, waliona sasa tumekwisha, wakati wetu umefika, kwa kuzaliwa kijitoto Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sio sisi tunazaliwa vibaka ndio uongeza maarifa ya kuiba, wanaudhu billah. Lakini alivyozaliwa bwana huyu, mataifa makubwa yaliokuwa yakiongoza, yakiogopwa, yakiwapangia watu maisha, siasa zao, uchumi wao na mambo yao ya kijamii, waliona oho, mambo yashaharibika kwa kuzaliwa huyu. Kwa hiyo hakuna siku inayoshinda hii. Kikubwa ni hapo, bwana huyu sisi twastafidi naye nini? Nini tunapata kwake? Ni swali muhimu ambalo kila mtu anatakiwa akae akijiuliza. Alikuja akakaa muda aliokaa, kisha Mwenyezi Mungu akamchukua kama mwili wake, akatubakishia roho na mapenzi yake. Lakini nini twapata? Niwakumbushe siku aliotawafu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walibabaika. Chukua kisa maarufu ambayo kila shekhe, kila ustadhi lazima akiseme, ile picha ya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aliochomoa upanga wake na kusema, nisimsikie mtu hata mmoja asema huyu bwana amekufa. Si lilitokea ile? Lilitokea. Jiulize, Umar, mtu kwa nafasi ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika watu bora anakuja namba 2 baada ya Sayyidina Abu Bakar. Atoe upanga afiche ukweli, kaingia ndani na kamkuta kisafariki kweli, na ndio ukweli, hakika, hakuna njia. Kamuona
Umar aliokuwa akisadikishwa na Qur'ani. Sote tunajua katika Qur'ani kuna maeneo kadha wa kadha yanaitwa muwafaqatu Umar ibn al-Khattab. Watu wasema hivi, Umar asema kadha, inakuja Qur'ani inasema asemavyo Umari ndivyo. Sote tumesoma sira, tumejua jambo hilo. Zaidi ya maeneo 90 na kitu katika Qur'ani yana msadikisha Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wavutana watu, hata ile siku katika mateka ya wale watu wa Badr, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa nafasi, tuwafanyeje hawa? Kila mtu akatoa fikra yake, hawa tuwafanye kadha, tuwafanye kadha, tuwafanye kadha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko tayari kuwasikiliza wale. Umar anasema wauliwe. Ilitokea hii vutana. Yaja Qur'ani saa anavyosema huyo, hawa si wakokaa nao ni sawa sawa. Zinaachwa rai zote, inakamatwa rai ya Saidina Umar ibn al-Khattab. Leo aficha ukweli tena kwa upanga, asitokee mtu akasema huyu bwana amekufa, nitamchinja yeye hapa hapa. Ushajiuliza kwa nini? Jambo jepesi namna hii. Kweli amefariki, hajawahi kuona maiti Saidina Umar. Naam, ni ghaya ya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yale mapenzi yaliyofikia daraja ya juu inayotajwa katika Qur'ani, mapenzi yaitwayo dhalal. Inna lanaraka la fi Umar kapotea, lakini si kupotea, ni mapenzi ya kumkosa kipenzi yule. Kwa nini? Tabani hapo pajapo ndio ninapopataka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mpaka amefikia vile wanachuoni wanakwambia alijitizama yeye kama yeye kabla ya kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa uwanja gani? Alikuwa akiishi maisha gani ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi? Alikuwa ana faida zipi? Na baada ya kumkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwaje? Alijikuta kuna Umari hawa wawili. Umari yule wa mwanzo alikuwa akimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Umari huyu wa pili aliyomkubali na akaamua kuwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akayaweka mizani maisha yake, akasema ikitokea kipindi kama hiki mimi nimefaidika hivi na huyu kakosekana, inawezekana tukarudi kule. Ndipo alipokuja Sayyidina Abu Bakar akaweza kumzuia Sayyidina Umar, na hoja aliyoitoa ni ya msingi inayoonyesha kile alichokuwa akikofia Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaingia ndani na kweli kamkuta kipenzi bwana mkubwa mtukufu wa daraja amefariki. Katoka na aya, hakuja na maneno yake, amemsomea aya na sote twazijua, wama Muhammadun illa rasul, wama Muhammadun qad khalat min qablihi ar-rusulu. Akaleta ile hoja yake, jazakallah, afa imata au utila inqalabtum. Unaambia Umar nini bwana? Huyu kafa kweli, na wakati wake ushafika wa kurudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na wengi wamepita kabla yake. Huyu alikuwa ni mtumi tu. Sasa akiuawa au akifa ndo una hofu wa kurudi kule? Shikeni aliyokuja nayo, hayafi, hayawezi akafa. Ishini nayo, amekufa yeye, lakini yale aliyokuja nayo bado yapo, afkari zake, miongozo yake, mipango yake na njia alizokupenda. Tumsalie Mtume Muhammad. Hili ndio kubwa, hili ndio kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sisi wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema Muhammadun hayyun fi qulubina. Muhammad yuko hai katika nyoyo zetu. Tumweke katika nyoyo zetu, tumpitishe katika mishipa yetu ya damu, tumpitishe katika viungo vyetu vya dhahiri, tumpitishe katika maisha yetu. Hili ndio kubwa sana.